Ndugu mtazamaji wa Citizen, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba taifa lake linapaswa kujiandaa kwa hatari ya kutengwa kimataifa na vikwazo vya kiuchumi vinavyoweza kuathiri sekta yake ya ulinzi. Akizungumza katika mkutano wa mwaka wa Wizara ya Fedha mjini Jerusalem, Netanyahu alisema shinikizo la kimataifa kuhusu vita vya Gaza limezidi na huenda likalisukuma taifa hilo kuendesha uchumi wake kwa kujitegemea. Tunazidi kulazimika kuubadilisha uchumi wetu uwe na sifa za kujitegemea, alisema Netanyahu. Niliamini katika masoko huria, niliwahi kuongoza mapinduzi ya masoko huru, lakini huenda tukajikuta katika hali ambapo viwanda vyetu vya ulinzi vinazuiwa kimataifa. Netanyahu aliongeza kwamba Israel italazimika kukuza viwanda vya ndani vya kijeshi, akifananisha hali hiyo na kuchanganya sifa za Athens na Sparta yenye nguvu. Athens ilijulikana kwa demokrasia, biashara na ubunifu. Hapa ndipo falsafa ya maendeleo ya kisanii na kisiasa yalichanua. Ilitegemea zaidi ushirikiano wa kibiashara na kimkataba wa kimataifa, huku kwa upande wa Sparta, kwa upande mwingine, ilikuwa dola ya kijeshi yenye nidhamu kali. Jamii yake iliundwa mahususi kwa ajili ya vita na raia wa kiume walilelewa tangu utotoni kwa mafunzo ya kijeshi. Netanyahu alipotaja mfano huu alimaanisha Israel iwe kama Athens kwa ubunifu na uchumi wa ndani, na wakati huo huo iwe kama Sparta kwa nguvu za kijeshi na kujitegemea kiulinzi ili kutengwa na shinikizo la kimataifa. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, shinikizo kutoka kwa wanaharakati wa pro-Palestine limeendelea kushinikiza makampuni ya kigeni kukatisha uhusiano na Israel. Wiki iliyopita, Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von Leyen alitoa wito wa kusitishwa kwa makubaliano ya kibiashara na ya bure kati ya Umoja wa Ulaya na Israel, akitaja mgogoro wa kibinadamu unaoendelea katika ukanda wa Gaza ambako zaidi ya watu 65,000 wameripotiwa kuuawa tangu mwaka 2023. Von Leyen pia aliwalaumu mawaziri wa mrengo mkali ndani ya serikali ya Netanyahu kwa kuchochea ghasia dhidi ya Wapalestina. Tangu mwaka 1948, Marekani imekuwa mfadhili mkubwa wa Israel, ikitoa takribani dola bilioni 310 hasa katika misaada ya kijeshi, fedha zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 700 fedha za Kitanzania, huku kila mwaka ikituma zaidi ya dola bilioni 3.3 za msaada wa usalama, fedha zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 7 fedha za Kitanzania. Hata hivyo, matumizi ya kijeshi ya Israel yalipanda hadi kufikia 8.7% ya pato la taifa mnamo mwaka 2024, karibu mara mbili ya kiwango kilichokuwepo kabla ya mwaka 2023. Netanyahu amesema hali hii mpya inamaanisha njia zilizofanya kazi hapo awali haziwezi tena kufaa na kwamba taifa lake halina budi ila kujiandaa kukabiliana na kile alichokiita miaka ya kutengwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mara kadhaa kuwa vita vya Gaza vinapaswa kumalizika haraka na amemshauri Netanyahu akubali makubaliano ya kusitisha mapigano na uachiliaji wa mateka. Amewahi kueleza huzuni yake kuhusu mateso ya kibinadamu hasa yanayowakumba watoto wa Kipalestina na kusisitiza kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Ingawa serikali yake inasisitiza kwamba usalama wa Israel ni kipaumbele, imeonya kuhusu hatua zinazoweza kuongeza mateso kwa raia. Wakati huo huo, kumekuwa na mijadala ndani ya serikali ya Trump kuhusu iwapo Marekani ichukue jukumu kubwa zaidi katika ukanda wa Gaza baada ya vita kuisha, ikiwezekana kusaidia katika ujenzi upya na kusimamia eneo hilo ili kuondoa ushawishi wa Hamas. Hata hivyo, mawazo hayo yameibua ukosoaji na mijadala, kwani baadhi yanaonekana hayana mpango thabiti baada ya vita. Kauli ya Netanyahu inafichua hofu ya Israel kutengwa kimataifa kutokana na vita vya Gaza na shinikizo la vikwazo. Jitihada za kulijenga taifa hilo linalojitegemea kijeshi na kiuchumi zinaweza kuipa nguvu ya kujilinda, lakini pia zinahatarisha mahusiano yake ya kidiplomasia na washirika muhimu kama Umoja wa Ulaya na Marekani. Marekani bado ndiyo nguzo kubwa ya msaada, lakini iwapo jumuiya ya kimataifa itaendelea kushinikiza, Tel Aviv italazimika kuchagua kati ya kudumisha msimamo wake wa kijeshi au kutafuta njia ya kupunguza upinzani wa kimataifa. Katika ulimwengu unaobadilika kila dakika, Citizen inakusogezea taarifa zilizo muhimu kutoka kwenye vyanzo vya uhakika kwa mitazamo ya kina na kwa lugha inayoeleweka. Hii
ndio sauti ya mabadiliko. Hii ndio Citizen. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kutoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section, huku ukifuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia.